1:9. Yawe ni mwaminifu, ambaye mliitwa na yeye muingie katika ushirika wa mwanawe Yeshua Masihi na Bwana wetu. Baba wetu atukuzwe sana. Hata kwamba baba wetu ni mwaminifu, ambaye aliyetuita tuingie katika ushirika wa mwanawe Yeshua Masihi. Baba wetu atukuzwe sana. Hiyo ndio kasoro kubwa ya wale watu ambao wanaoamini na wale ambao wanaookolewa. Ndio maana hakika mambo yakija, maana kuna mambo ambao Yeshua alinena katika kitabu cha Mathayo, sikumbuki ni Mathayo ngapi, nadhani sijui ni Mathayo 5, ninaosema kwamba alipeana mifano ya watu wawili, mmoja akamuita mpumbavu na mwingine akamuita mtu mwenye busara. Na alisema kwamba huyu mtu mwenye busara ni mtu ambaye alijenga juu ya mwamba, maana alijua kuna matatizo yatakayokuja baadaye. Huyu mtu mpumbavu alijenga juu ya mchanga, lakini hakujua kwamba kuna siku itakuja. Lakini Yesu akasema kuhusu siku ilipokuja na siku ikaja, ambao siku hiyo ilikuwa shida kubwa. Hii maiki inaenda chini tadinyonga, sijui hiyo maiki nyingine iko pale ndani, ambao Yesu kaenda chini. Hii kwenye ushirika. Baba yetu atukuzwe sana. Katika Wakorintho wa kwanza 3:10. Wakorintho wa kwanza 3:10, kuna neno Paulo alinena pale. Hebu guza pale usikie. Wakorintho wa kwanza 3:10. Kwa kadiri ya neema ya Yawe niliyopewa mimi kama mkuu wa wajenzi, kwa kadiri ya neema ya Yawe niliyopewa mimi kama mkuu wa wajenzi mwenye hekima, naliweka msingi na mtu mwingine anajenga juu yake, lakini kila mtu na aangalie jinsi anavyojenga juu yake. Haleluya. Baba yetu atukuzwe sana. Najua hayo maandiko si mageni, ni maandiko ambayo tumekuwa tukiyasoma kwa miaka mingi, lakini singetaka uyashike jinsi ulivyoyashika pale mwanzo, na singetaka kwamba uyasikie jinsi umekuwa ukiyasikia. Hebu na yawe ni mapi ya siku ya leo, ya kwamba katika msingi ambao unapaswa kujengwa juu yake si mwingine ni ndani ya mesa. Na kwa sababu baba wetu ni mwaminifu, alituita tuingie ndani ya Mesaya. Watu sijui kana kwamba wewe uliingia ndani ya Mesaya. Shalom shalom. Kuna wimbo ambao nimekuwa nao